Naam, kama kawaida niite DJ Mark, niite Jimashine mzwa idara ya ACC, naendelea kutiririka na vocals za Kivampire hapa ya ukweli kabisa, wanaita Inside. Maana leo tuko na kijana mmoja kutoka China lakini anaishi katika nchi ya Marekani. Leo analeta kitu bomba sana, wanaita Inside. Maana kitu kinakuja kama hivi toka ndani ya idara ya ACC, kama Taus, kama kawaida tunakuja hivi. Sun and Moon film, Jua na Mwezi. Jua na Mwezi, kampuni moja ambayo inaitwa Jua na Mwezi, kampuni moja kubwa sana ndani ya nchi ya Marekani kiujumla. Tuko na Stellar Film Production. Bwana, sauti leo ndio ile sauti asili kabisa ya Kivampire, ndio hapa leo. Leo nazungumza na sauti ya Kivampire. Let's go. Acheche. Sasa baba alikuwa na watoto wawili, anaingia nao katika mchezo huu. Mchezo mmoja hatari sana ambako mtoto hatakiwi kuingia, lakini baba ni mlevi, watoto wanaingia kinyonge, baba anapiga pombe. Sasa baba anamtumia mtoto wake mkubwa wa kutabiri. Maana huyu mtoto huenda ana mambo ya ajabu sana. Ana uwezo kuona hata kile ambacho kinakuja mbele yake. Ana uwezo kuona hata kile ambacho kitatokea baadaye. Sasa upande wa pili huku anakumbuka hivi vinyago walipata kupeana na ndugu yake. Waligawana na hatimaye kila mmoja anaenda kuficha anapopajua. Find a good place? Kila mmoja sasa anatakiwa aende akatafute sehemu ambako mwenzake kaficha. Under a bucket. Wewe umeficha chini ya bucket, red bucket. Nimekuona umeficha katika kikapu cheusi. Wewe je? Fikiria wapi? Sasa yule mmoja alikuwa na uwezo wa kufikiria na kuweza kujua haraka sana wapi ndugu yake ana uwezo wa kuficha wapi. Ana uwezo wa kufikiria na anajaribu kumwambia ndugu yake naye pia afuatilie ajue wapi kaficha. Kumbe kaficha mfukoni. You cheated. Unanifanyia ujanja. Umeweka kwenye mfuko wako. Okay, fine. Okay, fine. Ni kweli nimeweka mfukoni. Okay, ready? Tufanye tena. What's wrong? Kwa nini? Unatizo gani? Baba anakuja. What do you mean? Baba nimemuona anakuja. Na kweli baba alikuwa anakuja wakati huu. Baba alikuwa ni mlevi. Boys. Mko wapi watoto wangu? Hebu kujeni hapa. Anayakumbuka yote haya akiwa anakiangalia hichi ambacho anacho mkononi. Bwana mdogo alikuwa pia na uwezo wa kufikiria na kujua wapi kilichokuwa kimefichwa. Alikuwa na uwezo wa kujua hata kinachokuja baadaye. Yani ilikuwa ni mtaalamu wa kutabiri. Hii hapa ilikuwa ni pasipoti ya kakake. Alafu anakutana na hii kadi ambayo imeandikwa Vortex. Akawa na imani watu wa Vortex wamepelekea kifo cha ndugu yake. Bwana, kitu wanakiita Insight. La leo uko na mimi na niko na ile sauti yangu ile ya Kivampire kama kawaida. Yani ukisikia kwamba vocals za Kivampire ndio hizi hapa hizi. Naam. Tari kabisa. Bwana, leo niko na vocals zile asili kabisa za Kivampire. Mbona tari sana. Sasa wakati ule bwana mdogo alipoweza kuijua kampuni ya Vortex ndiyo ambaye imeweza kumletea majanga na ndugu yake huenda aliuawa na hii kampuni. Na moja kwa moja alikuja katika kampuni hiyo. Tumeweza kuona tu akiwa anawaza na ameweza kumkumbuka ndugu yake vizuri baada ya kuweza kuangalia vimdoli ambavyo alikuwa navyo. Na mwisho wa siku sasa anaelekea katika kampuni ya Vortex ambayo alikuwa na wasiwasi. Hii ndiyo ambayo imemsababishia kifo ndugu yake, kwa anaenda kulipiza kisasi. Sasa sijajua ukubwani walikuwa wanaishi wapi. Maana tumeweza kuona utotoni ni kiasi gani alivyokuwa anaishi na kakake, na vile ambavyo walikuwa wanajaribu kutabiri, na vile ambavyo babao alikuwa mlevi, lakini hatukuweza kuyaona maisha ya baadaye. Lakini kijana ameshakuwa mkubwa na ameona pasipoti ya ndugu yake na ameweza kuona kadi ya Vortex. Na amejua kwamba ndugu yake amepoteza maisha na kampuni hii ndiyo ambayo labda huenda imeleta sababu za ndugu yake kupoteza maisha. Sasa ameingia katika hiyo kampuni ya Vortex. Anaenda kutafuta ukweli ama kulipiza kisasi. Hebu tuangalie. Wana kitu wanakiita Inside. Na mimi naitwa DJ Mark Jimashine
wa voko za kivampire kama Daws kama kawaida zinaendelea kunguruma kama acheche. Bwana, kuna vitu alikuwa anahisi akitokea tu kwa upande wa anatandikwa risasi. Ile kadi ilikuwa ina uwezo wa kumfungulisha milango. Na kadi inayotumika ni ya braza yake ambaye alikuwa ni kadi anayotumia. Bwana, kuna mtu anaingia kwenye maabara. Mlinzi ambaye alikuwepo katika eneo maalum ambalo wanaliita control room ameshtuka kwamba kadi inayotumika ni ya Bao na Bao ameshapoteza maisha. Alijua kwamba huyu lazima atakuwa intruder, yani mtu ambaye ameingia kiwizi. Hapo sasa dogo anakimbizwa. Wewe hatari. Dogo anakiwasha. Yes. Yuko vizuri. Bwana, walinzi kama 5 hivi anawakalisha. Alafu huyo sasa anaona kama anaondoka hivi. Kitengo cha polisi kinakuja, ila anaondoka tu. Anaambiwa piga magoti, tulia hapo. Polisi wanafanikiwa kumnasa. Alikuwa ameiba mpaka mavazi ya kampuni. Bwana, tunatoka kule ambako mwana mdogo ameshikwa, tunakuja kwenye klabu. Unajua nini? Namjua huyu DJ. Mtu mmoja mbadi sana. Bwana, samahani kidogo kwa kuingilia, ila tumepata breaking news hususan makao makuu. Bwana, kuna mtu mmoja amevamia lakini ameshashikwa. Kwa hiyo alikuwa anataka kuja kuiba nini labda? Alikuwa anaelekea kwenye maabara. Sasa sijajua alikuwa ameenda kufuata nini. Asante. Nafikiri huyu alikuwa ni mhusika katika ile kampuni. Bwana, nipe muda kidogo. Ameambiwa kuhusiana na mtu ambaye amevamia katika eneo lao. Na hatimaye mzee alikuja moja kwa moja mpaka katika kampuni, akaonyeshwa kwamba jinsi gani huyu bwana alivyoweza kuvuka ulinzi na hatimaye akaingia katika maabara. Na kikubwa ambacho alikuwa ameenda kufanya katika hiyo maabara haijulikani ni nini. Anaitwa Jian Huang. Na nilitarajia tu kwamba lazima uje. Siku 2 hapo nyuma kidogo, siku 2 zilizopita, 2 day earlier, ndani ya ASN Convert OPS team Al-Mayadira huku ndani ya nchi ya Syria bwana. Whiskey Tango. Bwana, huku Syria mara nyingi ukiona mzungu akiwa katika gari kama hivi, basi katambua huyo mzungu alikuwa anakwenda kwa ajili ya ulinzi. Sasa wamekwenda kwa ajili ya ulinzi na leo walikuwa katika operation, na huyu bwana mdogo alikuwepo katika operation. Anaitwa Huang Jin. Ni ule kijana wa Kichina. What's the number? Stand by. What the number? Kweni makini tu. Wamekuja kufanya operation na dogo akaanza kufikiria. Namba 7. Second floor, corner apartment. Move in, ingia ndani. Bwana mdogo alikuwa anawaza na kuwazua mtu ambaye anamtafuta yuko wapi. Kwa hiyo aliambia kitengo chake ni namba 7 kwenye ghorofa namba hiyo. Basi ilibidi waingie katika ghorofa, wanaelekea katika chumba namba 7 na wanamtumia vizuri sana katika jeshi hili kungamua mambo kama haya, athari ambazo mbele yao zinakuja. Yeye anastabiri mapema sana. Ana uwezo mmoja wa ajabu sana. Ana uwezo wa kutabiri hata dakika 5 baadaye nini kinatokea. Kwa hiyo ana uwezo wa kuepusha watu katika matukio. Yes, wanavamia katika ile eneo. Kama alivyoweza kuona katika hiki chumba kuna jambo. Mbona chumba kiko sawa? Dogo kakosea. There's nobody here. Hamna mtu hapa. Akaanza kuwaza, huyu mtu atakuwa yuko wapi? Amemwona yuko katika kitanda. Anasema yuko katika kitanda huyu mtu. The bed. Yuko kwenye kitanda. Kwenye kitanda. Sasa wanamlia timing. Waligudua ili godoro. Wakagudua. Huyo hapa. Kuna dakika wamemnasa. Tulia hapo ulipo. We got him. Tumemnasa. Target secure. Tumeshamnasa na ipo katika. Anasema kuna mwingine tena. Kuna mwingine. Na kweli kuna mwingine kajitokeza huyo hapa. Woo! Sasa huyu mwingine hakutaka kuuliza wakati anakuja. Anakinukisha mzee. Huyo hapa kabiduka, atokea upande wa chini, akamwai. Faster. Dogo mzuri kwenye mashots. Ebane,
lakini kakutana kidume. Gaidi huyu, unajua mara nyingi gaidi anaweza kupambana kila staili. Mnafunzwa mapambano makali sana, iwe combat iwe makumfu. Bwana anamwachaje? Labda ametoa kisu, ameona jinsi anavyopiga staili yake kwa. Sasa yeye ataziwe vipi? Ameshaona atakuja hivi, atakuja vile. Yes, amekamata kitambaa, nguo za design, yani alikutana na nguo hapa, achukua nguo. Yes, yeye aliona njia staili ama njia nzuri atakayetumia ni hii, sababu sikaona atakavomjia na kile kisu, atapiga hivi, atapiga vile, basi atamdhibiti hivi. Bwana ameweza kumdhibiti, amemweka chini ya ulinzi. Hatari sana huyu bwana mdogo, shida. Maana yote anayakumbuka, lakini tuliambiwa ni siku 2 zilizopita kabla lile tukio ambalo tumemwona akiwa ameshikwa, kabla tukio la kuvamia moja kwa moja katika ile kampuni ya Voltex. Bwana mdogo hapo nyuma alikuwaje siku 2 zilizopita? Siku 2 zilizopita alikuwa hivi. Asubuhi na mapema ameamka, na tumeweza kuona historia yake. Siku 2 zilizopita alikwenda wapi? Kwa hiyo ameshatoka Syria. I got a special thanks from ISN for your work last night. Bwana, acha tu nikushukuru kwa kile ambacho umekifanya jana usiku. Maana ilikuwa ni kazi kidogo kuwashika hawa watu, lakini mwisho wa siku tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na uwezo ambao wameweza kuonyesha. Lakini bado wako Syria kumbe. Na namshukuru sana huyu bwana mdogo kwa kile ambacho amekifanya jana. Ile operation imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwashika watumiwa. Give it some time. Maybe there was more information. Alisema itabidi tukugee muda kidogo ili hata utulize kichwa, utuambie kile ambacho kinaendelea. Lakini anasema ndugu yangu amekufa, naombeni mnipe muda niondoke nende nikafuatilie Information. Alisema sawa, hebu tugee muda kwanza na sisi tufuatilie kabla hujaenda. Alafu baada ya hapo ni kwamba tutakuruhusu uende ukafuatilie kile ambacho kimemkuta ndugu yako. I'm sorry, John. Mimi acha nikupe pole. Pole sana kwa kumpoteza ndugu yako. Where? Sasa ni wapi? Los Angeles. Anasema ni Los Angeles. Ndugu yako ndiko alikuwa anaishi. Wanasema amejiua, anasema hapana. Kwa upande wangu sioni kama amejiua. Is that we need to catch a plane to Prague? We got an operation. I'm not asking for permission, Frank. Mimi sitaki hata msaada wenu. Mimi nataka tu nielekee huko Los Angeles. It's my brother. It is my brother. Ni ndugu yangu, kwa hiyo siwezi kupuzia. Sawa, naombeni tu mniruhusu niende. Mimi na uwezo wa kulitatua hili jambo mimi mwenyewe. Ana uwezo wa kupambana. Sasa kama ni mtu ambaye ana uwezo wa kuona dakika 5 mbele, hata kama huna nguvu, una uwezo wa kuwatega hao watu kabla hawajafanya jambo, ukawaripua kabla hawajajiandaa, ukawaripua. Ukiwa unaona kabisa wewe atakujia hivi, kwa hiyo wewe unajaribu kumgeukia kwa nyuma. Ndani ya Los Angeles, California. Amesema na kwamba anataka kuja Los Angeles. Amesema kwamba anataka kwenda kujua kakake nini kimemfika. Na hatimaye huyo hapa ameshakuja katika jiji la Los Angeles. Wakati ule kuna dada mmoja alikuwa anamsubiri katika uwanja wa ndege wa LAX. Alijua kwamba kuna kijana mmoja atakuja leo. Na huyu ni ndugu wa yule ambaye anafuatilia kesi yake. Akiwa huyu mdada ni polisi. Sorry? Samani? Hi, Detective. Mimi naitwa Detective Launa. Ulimjuaje kama ni mimi? Anasema yes, ulivyo kama ni askari. Hey mister, wewe ndio Mr. Wang eh? Yeah. Naitwa Wang. Sio Wang. Oh, samani. Tumechelewa? Lakini mimi ni Detective Steven. Shall we? Tunaweza tukaingia kwenye gari? Sasa hawa ndio wanaweza kumpa taarifa zote kuhusiana na ndugu yake, nini ambacho kilikuwa kimemfika. Mdada ndiye dereva, Steven na Dawson wako pamoja na huyu kumpa taarifa zote kuhusiana na marehemu ndugu yake ilikuwaje. Hapa ni Hollywood, California. Kama tunavyojua katika jiji la Los Angeles, jinsi gani kulivyokuwa kutamu. Ni kutamu kweli kweli, sio mchezo. Ametoka Syria na amekuja nchini Marekani. Amekuja kufuatilia kuhusiana na ndugu yake. First time in LA? Ni mara yako ya kwanza kuja LA? Sorry.
Anasema ni mara yake ya kwanza. We can do to make this a little... Unajua kitu ambacho nataka tukifanye ni kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwako. Kwa hiyo usisite kuuliza chochote unachokiona kwamba hakiko sawa. Unaweza ukatuuliza juu ya kesi inayohusu huyu ndugu yako. See your brother's body, we can make that happen. Kama utahitaji unaweza ukaenda kuona mwili wa ndugu yako, hata uangalie kile ambacho kilimtokea. Must have some pretty powerful friends. Alafu inaonekana kwamba mlikuwa karibu sana, marafiki wakubwa sana. Unajua ndugu, mnaweza mkawa ndugu lakini pia mkawa na urafiki. Sasa mama anasema inavyoonekana jinsi ambavyo bwana mdogo anaonyesha hisia kali ya maumivu aliyokuwa nayo, basi huenda alikuwa ana urafiki mkubwa. Lakini wakati anapita alipata kuona hii sehemu na alipata kuona kama vile ndugu yake alikufia hapa. What? Wow, unasemaje? This was your first time in LA. Ni mara yako ya kwanza kufika katika jiji la LA. Sasa mbona kama vile anasema najua address. Yaani amesema kwamba ndugu yangu kama alifia hapa. Sasa akaulizwa mara yako ya kwanza, sasa imekwaje umejua? Anasema nafahamu sehemu ambako ndugu yangu alikufia. Hakutaka kuwashtua sana. Basi wakaingia katika huu mjengo. Hakutaka kueleza kwamba ni mtu ambaye ana uwezo wa kutambua kinachoendelea, ana uwezo wa kujua kile ambacho kinaweza kutokea baadaye. Lady found him here. Tuliweza kuona maiti yake ikiwa hapa. He'd been deceased for a couple hours. Alikuwa amekufa masaa kadhaa hivi na alikuwa amejiua yeye mwenyewe. There was an empty bottle of pills on the floor. Lakini pia kulikuwa kuna chupa ambayo ilikuwa iko na dawa, lakini dawa zote zimeisha. Lakini tukuulize, ndugu yako alikuwa na maradhi labda? Wasn't from the prescription. Alisema hilo jambo hajawahi kulisikia. Stuff to shut down anybody's system. It's not the pills. Lakini anasema hizi sio vidonge. We don't know much about your... Hatujui mengi sana kuhusu ndugu yako. He's been living here. Kwamba alikuwa anaishi vipi hapa. Since... Na ni visa yake ilikuwa ime-expire. In a bank account. Do you know Lakini alikuwa sio mfanyakazi wa benki. these places don't come cheap? Lakini isitoshe kwamba ile eneo lilikuwa sio rahisi mtu kupanga ambaye hana ajira ilikuwa kamilifu. Yaani ilikuwa kamilifu. Hili eneo ambalo mtu anaishi hapa ni pesa nyingi kweli kweli. How you make your living? This isn't about me. Anasema hili jambo alinusu mimi. Right here. Lakini ndugu yangu akufa hapa, ila maiti yake imekutwa hapa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba neto hapa baada ya kuuawa. Sasa kwa nini unasema hivyo? He didn't kill himself. Cha kwanza ndugu yangu akujue wewe mwenyewe. Just said you had Unajuaje? years. You know what? Ndugu yako na kati ulikuwa umeachana naye muda kitambo sana. To your brother. Sounds great. Alisema sawa, mnachokiona sahihi, lakini kuna kitu hapa kama amekiona, kuna kitu ambacho anaweza akakipata pale. Aliwaambia asanteni kwa sababu hiki ni chumba cha ndugu yangu, basi mimi nikae kwa muda. How would I stay in a hotel? Nitakaa katika hoteli lakini Well, nataka nikae kwanza hapa kwa muda. don't you give us... Sawa, haina shida. Walimgea funguo ya chumba cha ndugu yake, wakasema wao watawasiliana baadaye kama atawahitaji. Kuna kitu amekiona na ndio maana alikuwa anahitaji abaki mwenyewe katika chumba cha ndugu yake. Kuna kitu amekiona kupitia ile ua pale. Anasema bwana mdogo ana mambo ya ajabu sana. Right? Yaani anaeleza vitu kama vile ameliona tukio. I don't know where he's getting his information, but Yaani mimi hata nashindwa kujua huyu mtoto katolea wapi hizi information. He's a little weird. Huyu bwana mdogo anatisha, labda ndugu yake alikuwa anamueleza kitu ambacho kinaendelea. murder? What the Hapana, tumejaribu kuangalia mawasiliano, je, kuwasiliana na mtu yote kwa muda. thing's not right. Nahisi kwamba kuna kitu ambacho kiko sawa. Huyu bwana mdogo nafikiri kuna kitu anajua. Na wewe labda kuna kitu unajua lakini unashindwa kuniambia. Sasa karudi katika lile ua pale. Chini yake kulikuwa kuna box. Na amepata kuona kama vidubwana vya kuchezea game. Lakini alitoa hicho kidubwana pia. Huwezi amini kulikuwa kuna passport kama 5. Na tuliona filamu imeanza alikuwa anachezea hizo passport. Na alikuwa anachezea hiki kimdoli ambacho hata naye alikuwa nacho. Na walikuwa wanashindana kuficha. Fine. Umefanya vizuri, umegundua kwamba nimeweka mfukoni. Na alipoonana na ile kadi na ndio akaelekea moja kwa moja katika kampuni ya Vortex. Yes. Aliachana zile pesa na moja kwa moja alikuja Vortex. Alikuwa anataka kujua ni kitu gani ambacho ndugu yake alikuwa anafanya. Aliona kama vile anapigwa shoti, sijui ndugu yake ndio kapigwa shoti pale. Akaamua kupita kwa njia nyingine ili atokee maabara. Kuna kitu anaenda kugundua. Na tumeweza kuona kilichofanyika na hatimaye amekwa chini ya ulinzi.
Haya ndio ambayo tumeyaona, na tumeweza kuona moja kwa moja ameshikwa na sasa anapelekwa katika kituo cha polisi. Kwa hiyo pale ambako tulikuwa tunataka tujue nini chanzo cha huyu bwana kuelekea katika kampuni ya Vortex, tumeweza kujua missing person, yani huyu ametoweka. Jina lake anaitwa Kimberly. Kuna utowekaji wa watoto wa kike na vijana katika mazingira tata sana sasa katika jiji la Los Angeles. Na huyu dada anafuatilia kesi ya huyu binti ambaye anaitwa Kimberly. Ametoweka naye pia. Hajulikani wapi ameenda. Hajulikani kama ametekwa, kama ameamua tu mwenyewe kufanya safari. Hello? Hello? Arrested? Ameshikwa? Okay. Okay. I'll come pick him up. Basi ngoja nikamchukue. Thank you. Asante. Sasa kijana ambaye alimpokea kwa ajili ya kumpa taarifa juu ya ndugu yake nini kilimfika, inasadikika ameshikwa baada ya kuivamia kampuni moja ya Vortex, na alikuwa ameelekea katika maabara ya kampuni hiyo. Sasa akiwa katika ili gereza ama maabusu katika kituo cha polisi, lakini mimi sikufanya hili. Kwa nini Mason alikuwa anafikiria mimi nimefanya hivi? Kwa nini alikuwa anafikiria mtoto wangu? Labda anafikiri baba yake ndio ulimuua mama. What were you arrested for? Kwa nini umeshikiwa nini? Umeshikwa kwa kesi gani? They say I robbed a jewelry store. Wamesema eti mimi nimeenda kuiba kwenye duka la kuuzia yani mikufu ya dhahabu. Na wamesema nimeonekana nimeingia humo na kati mimi sikuenda. Tell your lawyer. Mwambie mwanasheria wako kwamba kuna ujanja umeweza kufanyika. Kuna mtu mwingine amefanya ujanja, amemechisha wewe kwamba ni wewe ambao umeweza kusababisha yote haya. Inside job. Lakini kuna mtu ambaye aliiba akiwa humo ndani. Hebu na mimi kwanza nitafsirie. Mbona kama mwana mdogo unajua mengi wewe? Huyu mwana alitaka ajue naye pia kama alikuwa anaweza kasaidia kesi yake, afanye nini? Wakati ule polisi anakuja kumtolea dhamana, lakini alimuuliza, wewe ni mgeni katika mji, Vortex umeenda kufanya nini? Na kwa nini umevamia kampuni ya watu? Alimchukua na alimwambia awe mpole, anatakiwa tulie sababu ni mji wa watu. Anaweza kujikuta anaingia katika matatizo. Alimsaidia na kumtoa katika kituo cha polisi. Hebu niambie kwanza umetokea wapi? Na wewe ni mtu wa design gani? Na kwa nini umefanya hivyo? It's not what it seems. Alisema unajua Vortex sio kampuni ya software. Player here in the software Ni software industry kwa miaka mingi sasa. Vortex killed my brother. Anasema mmoja kati ya watu ambao wanapatikana katika kampuni ile Vortex wameniulia ndugu yangu. Mmoja kati yao amemuua ndugu yangu. Vortex has a lot of security. Alafu Vortex ina walinzi wengi. Sasa kampuni gani yenye kutengeneza masoftware wana walinzi kama vile kama benki wana? Labda wanalinda siri zao. Ili makampuni mengine yasije yakapata siri katika ile kampuni. Sema sawa kama unavyoona hivi. Lakini it's not just a software company. Anila kumsisitiza afande kwamba ile si kampuni ya software. Kampuni ya software ni software ambazo zinahusika katika masuala fulani ya mambo kwenye kompyuta. Sasa ndani ya klabu kuna mtu kama vile amemuona pita karibu na hii klabu hapa. Kuna mtu kama amemuona. Na huyu mtu akawa na wasiwasi naye. Wewe unaenda wapi? Tumesimama kwenye taa nyekundu hapa. Wewe. Amepita karibu na jengo moja, ameona mtu ndani kama amehusika hivi na kitu chochote kuhusiana na kifo cha ndugu yake. Tell you dude, end of the line. Bibi ilibidi asimamishe gari yake, anakuja kumuona huyu kijana anafanya nini? Anataka kuingia ndani kwenye club. What are you doing? Unafanya nini? I need to talk to someone. Kuna mtu ambaye anataka nizungumze naye huko ndani. Nani? My brother's murder. Anasema labda huenda akawa ni muuaji wa ndugu yangu. Muuaji wa ndugu yangu yuko ndani. Be so sure. What is it you're not telling me? Una hakika gani? Kwa nini usiniambie? There to talk to him. Anataka tu nikazungumze naye. Nisaidie niingie ndani. Asante sana kwa kunitoa jela. End of the line, just like everybody else. Ameambiwa weka line. Aike mstari kama mwingine. Basi libidi bibi aingie naye. Akajionyesha kwamba ni nani. Kwa hiyo kuna huyu bwana mdogo, acha tu apite. Wakapita wakufuata fallen. Sasa acha waende wakamuone huyu mtu ni nani. Mason Roth. Anasema ule pale.
Ni moja kati ya wafanyakazi wa Vortex, anaitwa Maxon. Hawajui hawa watu, lakini anashangaa anawataja. Ni kwa nini umemfanyia ushenzi ndugu yangu? Nini? Umemfanyia nini ndugu yangu? Mimi sikujui unazungumza nini kwanza. Sikujui wewe na sijajua nini unazungumza. Walinzi wake walikuja wakamzuia. Bibi akatoa bunduki ikaporwa. Aliona bwana, hawa ndio ambao wamempiga sindano ndugu yake. Ameona na huyu kahusika, na baada ya hapo wakaenda wakamtandika mashoti. Huyu dada Deki baada ya kutambua ni wenyewe hawa, ni huyu kahusika kwa kiasi kikubwa, alitembiza mkono hatari. Alichapa mkono hatari, aliwatandika aliwachapa. I'm sorry. Alisema sikutaka uingilie kile ambacho mimi nimekifanya, samahani sana. Lakini huyu jamaa anahusika kwa njia moja ama nyingine. Mama na mtihani, yuko na kijana ambaye anafanya vitu vya ajabu sana. Sasa moja kwa moja ilibidi aliangalia jina la Wallace Jackson. MIT? Anasema expelled from MIT. That words. Mbona kama jina lake alipo katika mtandao? Yaani huyu jamaa ajulikane alipotokea mwaka 2005 na alikuwa mmoja kati ya wafanyakazi katika kampuni ya Vortex. Mbona hivi? Mbona sielewi? Akaingia katika idara ya polisi kuangalia hawa jamaa wako wapi, hususan hata na huyu bwana, lakini ampate kwa kutumia mtandao kwamba huyu mtu ajulikani yuko wapi. Yaani kwa maana labda huenda alishapoteza maisha. Idara ya polisi hata imtambui huyu mtu ni nani. Akiwa amejipumzisha, nakumbuka miaka ya nyuma kile ambacho kilikuwa kimetokea akiwa katika nchi ya China. Babao alikuwa anapenda sana kuwapeleka katika mapambano mazito, mapambano ambayo usiwi mtoto, lakini anawaleta, lakini wanaenda kinyonge. Sasa baba alichokuwa na kihitaji mtoto wake amtabirie ni nani kati ya hawa atakayeshinda leo. Niambie yupi? Analazimisha baba. Jiani. Mimi najua kwamba una maujuzi. Hebu mfanye baba kidogo ajivunie kuwa na wewe. Niambie yuko wapi kati ya wale atakayeshinda. Tutengeneze mingo. Baba ni mlevi, akipata pesa anakula. Akamwambia yule kule ambaye ndio tunamuona sisi. Alisema jamaa anamvunja taya mwenzie. Muda sio mrefu anamvunja taya. Basi baba pesa alizokuwa nazo zote anaenda kuziweka kwa sababu anamwamini mtoto wake. Anachokisema kinakuwaga ni kweli, ana uwezo wa kuona mpaka mwisho wa pambano. Akasema na pesa hizi hapa hizi. Ametoa pesa zote alizokuwa nazo kama shilingi 10,000 za Thailand, za Kichina. Ni pesa nyingi sana kwa pesa za Kitanzania. Ana imani huyu jamaa atashinda kwa sababu mtoto wake huwa ni kama pweza hivi, ana uwezo kutabiri mzuri kama pweza. Na kweli huyu jamaa anaonyesha uwezo. Anamchapa huyu jamaa, amevaa kibwebwe chekundu mzee. Huyu jamaa mwenye kibwebwe chekundu amefunga mkanda mwekundu katika kiuno. Yes. Anaonyesha wazi kwamba anashinda, mpaka anazuiliwa na jamaa. Wewe utamua basi. Lakini huyu jamaa mwingine anaamka. Inatakiwa usimpige akiwa chini, mpigane mkiwa juu. Mshikaji anarudisha lakini anapigwa tena. Anamaliza kazi. Hatakiwi kumpiga akiwa chini. Piga! Maliza huyo! Baba keka 10,000 anaweza akapata 20,000 hapa. Wewe mbona unapiga watu wengine wanaohusika? Jamaa amekuja. Kamchapa huyo. Wewe unafanya nini wewe? Amezuba wakati anasemeshwa na yule muamuzi. Mshikaji kamka sasa anamchapa yeye. Mwenye kibwebwe chekundu anachezea kichipu. Alianza kuchezea kichapo. Unafanya nini wewe? Bwana tayari nishamlisha mzee. Umemlisha sasa babata tupige. Naambia achana naye. Nilichokuwa nataka nimlishe tu. Maana sisi tunachukia ama bwana jamaa anaua.
Baba kashaliwa 10,000 yake. Anambia kuna diki zako umenilisha wewe mtoto. Wewe na ndugu yako wote nitawaua. Baba kalishwa. Restricted number. Namba inapigwa lakini haijulikani ni ya nani. Hello? It's me. Ni mimi Frank. I expected you to be on way back here by now. Alisema nilikuwa nataraji kwamba utakuja leo. Frank, I'm sure he didn't kill himself. Lakini nimeshapata uhakika kwamba ndugu yangu hajakufa, hajauawa, yani kwamba hajajiua mwenyewe. I'm digging and I think Vortex. Kuna mtu ambaye amehusika katika kampuni ambayo alikuwa anaifanyia kazi Vortex. Amemuua ndugu yangu. Kwa hiyo mimi nitachelewa kuja mzee. Vortex. Company. Hiyo si kampuni ya Roth hiyo. I need your help, Frank. Nahitaji msaada wako Frank. Don't. Siwezi kulifanya hili jambo mwenyewe. Hamna shida. Nitapanda ndege muda si mrefu nitakuja huko. Keep your head low. Sasa keep your head low. Usifanye chochote kuanzia sasa, utulie tuli. Mimi nakuja. Mwanzo alisema ili jambo ana uwezo akalihendo mwenyewe. Lakini mwisho wa siku anahitaji msaada kutoka kwa bosi wake. Bosi wake ametumiza kumuona amefanya naye kazi mpaka katika nchi za Syria. Anawajua wa vijana na alishakuwa nao na mara nyingi alikuwa anawasaidia. Bao. Lakini akabaki na mmoja, huyu mwingine akaenda kujitafutia maisha sehemu nyingine. Na akawa huyu mwana mdogo anamtabiria vyema zaidi kwa sababu huyu ndugu yake alikuwa na uwezo kutabiri lakini anazingua, anapenda sana maisha ya kiuni. Haya, bwana tunakuja katika mjengo mmoja. Kuna washikaji wako hapa. Napiga tizi la kufa mtu mzee. Wako katika tizi lakini kama wanapigana kweli. Nafikiri ni mmoja kati ya wale ambao wanatoka katika ile kampuni ya Vortex. Tisha sana. Huyo hapa anatoka katika kampuni ya Vortex. Huyo hapa. Ni bosi huyo. Maybe the control center. Hebu tukutane kwenye control center. Yeah, sasa hivi. Give me another 5 minutes, will you? Hebu nige dakika 5 kwanza. Aliombwa dakika hii lakini aliyesema kwamba anataka dakika 5 atakuja. Akaitupa simu, anaendeleza kichapo. Ni bosi lakini yuko vizuri. Yuko vyema. So what time was he there? Ni kitu gani ambacho amekiona? Anasema huyu bwana mdogo alikuwa na askari. Wakaingia katika klabu ambako kuna mmoja kati yetu. Na huyu ndiye ambaye alielekea mpaka katika jengo la Bao, yani yule kijana ambaye alikuwa anafanya kazi hapa, ambaye ni ndugu yake ni sijui. Ameelekea nyumbani kwake na kuna kitu alikuwa amekipata. Basi akija tu niambieni. Ili nishughulike naye vizuri. Can I help you? FBI, I'm here to see Captain Duke. Huyu ni mmoja kati ya watoto ambao wametoweka katika mazingira tata sana. Kitengo kinakuja cha FBI. So, kwa hiyo solve the case already, huh? Vipi, mmeshatatua kesi? Hapana, bado mheshimiwa. Already been 3 days. Lakini tayari siku 3. Back on the case. Actually, no. Basi inabidi nimchukue Abi arudi katika hii kesi. Star is about to find herself in a hole. Anajua jinsi gani mnavyomkuza huyu mtoto. How so? Kwa hiyo Guess she didn't tell you about last night. Ina maana jana usiku hajakwambia alichokifanya? Hajaniambia. Tourist Jan Huang broke into the Vortex office. Yaani yuko na mtalii wake. Of course I know. Na huyu mtalii alikuwa amevamia katika kampuni ya Vortex. Ameenda akamsaidia. Na akavamia katika club moja. Wakapigana. To a nightclub where they assaulted the owner. Beat the crap out of the tena amepigana na muhusika na mabouncer katika hiyo club, yani mtu ambaye anahusika katika hiyo kampuni. Alafu huyo mwana ni mtu ambaye ana kampuni ya Vortex na ni mkubwa katika hiyo club, yani kwamba ni klabu ya kwake. Wamemvamia katika klabu yake na wamemchapa. Sikiliza, probably been spanked. Najua kwamba nyinyi mnamchukia huyo binti. Case. Sawa, kwa sababu nimemkabidhi hii kesi.
But I'm not going to suspend her. lakini siwezi kumgea suspend, siwezi kumsimamisha. Sasa naomba nisikilize. Not leave this office. Hatuwezi kuondoka katika hii ofisi mpaka utuelewe. But it better be damn good. Alisema sio mbaya, na vile ambavyo mnaweza kunifanya mnifanyie tu. Sasa rais wa Vortex anaitwa Wallace. 50. Sawa eh? Consider one of their top end. Ni mtu ambaye ana pesa sana. Ni mtu ambaye ana mambo makubwa. Actually, hapendi ukorofi. For many years. Sawa, aliondoka katika nchi ya Asia muda mrefu sana. Shortly thereafter, baada ya hapa amekuja kuanzisha kampuni software, Vortex Software katika jiji la Los Angeles. Ni mtu ambaye kaipigania veneer over pesa. Na mpaka sasa hivi amekuwa ni mwekezaji mkubwa katika nchi yetu. Sasa mtu kama huyu tusimvuruge. Alafu istoshe ni mtu mbaya. Sasa namhitaji huyo Abi umtoe katika hii kesi. Okay. I'll take care of it. Basi mimi nitashughulikia. Very good. Vizuri. Thank you. Asante. Tunzetu. Kikubwa ni kwamba wamemwambia jinsi jamaa alivyokuwa mbaya. Abi, my office now. Njoo ofisini kwangu sasa hivi. Na wamemwambia kiasi gani ambavyo wanamhitaji Abi atoke katika hiyo kesi. Amemhitaji Abi aje ofisini. Amekuja. Usiongee lolote. Sawa, naona umefika mbali. Inabidi sasa hivi tukugee suspended. Suspended kusimamishwa kazi. Kwa sababu wewe huwezi kwenda kumvamia huyu tajiri. Unaona? Na napigwa mikelele hapa. Weka bunduki kwenye meza, weka pamoja na kitambulisho chako. Yani you go suspended. Na kusimamisha kazi kwa muda. Yani kwa maana hata kesi haifuatilii tena. Basi ilibidi aache bunduki. Aache na kitambulisho maskini. Anaipenda kazi yake sana. Captain. Nimesema usizungumze neno lolote. Labda ameamua kufanya hivi kwa ajili ya kumsaidia yeye. Akamwambia nenda. Sababu anajua watu wanaweza kumfanya kitu kibaya. Labda amefanya hivi kwa sababu ya kumsaidia yeye. Bwana huyu ndio boss wa Vortex. Yeah. The detective has entered Val's apartment building. How should we proceed? All right, get some more guys. Sasa sikiza, detective kashaingia katika ule mjengo, tumfanye nini? Mimi namhitaji huyu jiani akiwa mzima. All right, I need to see inside the apartment. Sasa nataka nione ndani ya hiyo department. Nataka nione katika hiyo apartment ni kitu gani kinachoendelea. Wanamtaka jiani akiwa mzima na moja kwa moja wanapata kuona katika nyumba ambayo kakake na huyu jiani ambaye anaitwa Bao. I knew it. I knew there was something wrong with you from the beginning. Anasema kuna tatizo tokea mwanzo. And what you've told me. Na vile ambavyo umeweza kuniambia kuhusiana na kampuni ya Vortex huenda ikawa ni kweli. Nilijua tokea mwanzo kuna tatizo. Sasa detective ameonekana kuingia katika hii apartment. Na wao walikuwa wamekuja leo kushughulika na huyu bwana, wamshughulikie. Lakini sasa kama huyu mdada ameingia inakwaje? Lakini hawa vijana wanaokuja wameambiwa wanamhitaji Jihan akiwa mzima. Kwa hiyo wanakuja kumchukua Jihan akiwa mzima. Sasa na huyu mama akiwepo hapa sio itakuwaje? Na huyu mama anasema mpaka sasa hivi nimesimamishwa kazi kutokana na hili tukio. Na tokea mwanzo nilikuwa na wasiwasi kuna tatizo hapa. Na kweli tatizo lipo. Sasa huenda ikawa ni kweli ndugu yako ulichokisema ni sahihi. Wallace huenda ndiye aliweza kumuua ndugu yako na kulikuwa kuna kitu ambacho labda huenda ndugu yako amegundua. Hawana hii hapa drones inawatafuta na imewaona walichokuwa na kizungumza. Maana jengo lilikuwa ama chumba ambacho ndugu yake alikuwa anaishi ilikuwa ni juu zaidi. Na kilikuwa kina kama sehemu hivi ya kioo unaweza kaangalia vizuri. My brother and I were born with the ability to see things. Nataka nikueleze kitu. Mimi na ndugu yangu tumezaliwa tuna uwezo wa kuona dakika 2, dakika 3 mbele. Nige mkono wako. Na uwezo wa kutabiria kinachotokea hata kile ambacho kimetokea kabla mimi sijaonana na wewe. Akashika mkono sasa anataka kuingia katika majukumu yake, anataka kuingia katika akili. Sasa akaona mama alichokuwa nakifanya katika majukumu yake kazi hapo nyuma. Alikuwa anashughulikia kesi moja. You took Victoria's doll. Ulichukua Victoria doll katika eneo la tukio. How could you possibly know? Wewe uliwezaje kujua hilo kwamba nilishachukua mdoli kutoka katika tukio la kupotea kwa mtoto mmoja? Sometimes even if we get close enough. Anasema kiufupi ni kwamba pindi nikimshika mtu naweza nikaona matukio yake yote ya nyuma.
Wewe ni nani hasa? We're recruited to the ISN. Sasa ndugu yangu yeye aliajiliwa na ISN kujaribu kuwafuatilia watu. Nafikiri walikuwa wamemuua kwa sababu labda wamemshtukia. Kwa hiyo ina maana Wallace alikuwa ndio amemuua ndugu yako? ISN. Wallace naye pia alikuwa anafanya kazi na ISN. Kwa hiyo sasa nafikiri kwamba Bao walimjua kwamba amekuja kuwachunguza. Na ndio sababu akaweza kumpoteza. Hey! Ameshtuka kuna watu wanakuja. Wanamhitaji huyu mwana mdogo akiwa mzima. Wanamwangalia jinsi ambavyo walivyoingia vijana na jinsi watakavyokuwa wanamshika. Bwana. Vitu vizito vinaendelea hapa. I need to call Frank. He was supposed to meet me at the apartment about now. No signal. I need to get closer outside to make a call. Hakuna mawasiliano mpaka sasa hivi. Hapa wameziba mawasiliano, ni kwamba ni ngumu kuweza kuyapata. Waondoke haraka sana katika ile eneo. Anamtafuta bosi wake ili amweleze sasa yuko wapi. Bosi alikuwa amekuja katika hii nyumba. Aya! Bosi alikuwa amekuja katika ile nyumba ambako Joanne alimwambia kwamba yupo. Ile nyumba ya brazake. Bosi anatekwa. Alitupa ile line. Alisema kuna tatizo. Ameiona drone hii hapa. Inawachungulia. Inawatafuta. Na kumbe hii drone ilikuwa ina uwezo pia kupiga risasi. Woo! Get up. Hebu toka. Toka kwanza nifanye mwenyewe.
kampata mtoto wa kike. Kudadadeki. Udada lazima aparalyze. Zilikuwa ni risasi za kumnyong'onyesha mtu. Hana uwezo wa kuingia katika ile go town. Juani alimchukua. Anampeleka sehemu nyingine kwanza kumficha huyu mdada. Dada alikuwa mzito. Jamaa anatafuta sehemu gani apenye. Kauona mlango na hatimaye kaingia ndani akasema okay. Sasa nimeshaingia ndani. Wanatafutwa. Wanatafutwa. Yuko wapi huyu? Kwa wapi huyu mtu? Kwenye godauni hakuna mlinzi hata mmoja. Kuna tatizo, kuna tatizo, kuna tatizo, kuna tatizo. Tayari wamegundua kwamba kuna watu wako karibu. Mtambo unagundua kwamba kuna watu wako karibu katika hili eneo. Get the drone out of there, but keep it nearby. Haya, sasa but keep it nearby. But keep it nearby. You understand me? Umenielewa? Sogeza sogeza mpaka karibu karibu hapo. Mimi sina uwezo wa kuisogeza hii. Alright, they're in a warehouse somewhere near Boyle Heights. Oya, elekeni katika hilo godown. Sawa eh? Akawatajia godown jinsi lilivyo na wapi. Wanatakiwa waende wakamshike huyu kijana haraka sana iwezekanavyo. Wakamshiki. While you were on, I thought of a way we can get into Vortex. Let's go. Hebu tenzetu. Tayari vijana wameshatumwa wakuje katika kile go down na walikuwa wanajitahidi kuondoka. Dada anaendelea kuchangamka. Kachangamka. Yes. Bwana wamekuja. Wamekuja. Aha. Hatari. Hatari. Wawe. Hakuna cha kumuuliza mzee. Ni ngumi na mateke. Dogo anagawa dozi, dogo anachapa, dogo nuksi, dogo anawasha moto. Hatari. Bwana, hatari sana. Tuendelee kuangalia kitu inachoendelea hapa. Dada katupwa. Ambaye nenda chini kwanza. Aya, naye mwenyewe akaenda. Aya, wakuje sasa huku chini kama wana uwezo. Wakaona hapana. Wanatafuta sehemu nyingine. Kashikwa. Ameshikwa. Dada anachezea vitasa. Naam. Mambo bado yanazidi kuwa mazito baba. Kumenoga kweli kweli, kumenoga haswa. Sasa bosi kashashikwa huyo hapa, bosi ule bwana mdogo. So nice to see you again. Frank, nimefurahia sana kukuona. Sam. I say. Last time I saw you ilikuwa ni siku ya People's Day.
Hawa watu walishafanya kazi sehemu moja, na ndio maana bwana mdogo alivyosema watu wa kampuni ya Vortex wameniulia ndugu yangu. Huyu bosi wake na yule bwana mdogo alisema kampuni ya Vortex mwenyewe si fulani. Anamjua, kwa hiyo wanajuana, walishia kufanya kazi sehemu moja serikalini. Wanafanikiwa kukimbia, wako kitani sasa. So hungry. Jamani, niko na njaa. Usio na wasiwasi. Bwana huyu mtu wa suti vipi? Anamkumbuka mtu wa suti mmoja alipita. Sasa hizi Mr. Val, nimefurahi kukutana nawe. Hamna shida. Hawamjui lakini akamwambia sikiza, mimi na ndugu yangu hapa tuna njaa. Tunaomba hela basi tukale. Hawamjui lakini huyu mzee kumbe alikuwa na kimada. Alikuwa na kimada, mtoto wa kike mdogo sana, na alikuwa yuko na mke. Sasa dogo akaona, alafu sasa namba za mkewe zilikuwa zinapiga. Yaani mkewe alikuwa anampigia simu. Huyu baba yeye akaendelea kufanya mambo yake na demu wake. Maona mambo hayo? Sasa dogo anatafuta mbinu za kupata pesa kwa huyu mzee. Namba zote kashaziona. Akamwambia mzee, si utaki kutupa hela? Namba za mkeo ni hizi: 139 1116 7789. Nitamwambia mke wako kwamba una demu anaitwa Sony. Yes, usiponipa pesa mimi nitamwambia. Ukinipa simwambii kitu. Sisi tuna njaa. Tuge hela bwana. Shikia. Shika. Katoa pesa zote za mfukoni kama sijui shilingi 50,000, si laki kampa. I see. Ndogo ana uwezo wa kuishi vizuri sasa. Bwana kicheki hela za kufa mtu. Sasa ndugu yangu tumeshakula. Twenzetu. Yaani tunaenda kulumbua. Are you alright? Uko sawa? Amemcheki mtu akibegi hapa akamuona. Yaani kama vile kamkumbuka brother walichokuwa nakifanya maujanja kipindi hicho. Tell your brother. Pole sana, najua kwamba mlikuwa karibu sana. Hasa tulikuwa karibu mno. Lakini kila mmoja akachukua njia yake tofauti. Pole sana. Yaani kila mtu akachukua njia tofauti japokuwa alikuwa kwa karibu mno. Yeye aliamua kwenda kufanya kazi na serikali. Ndugu yake akaamua kuwa tu ni mtu wa ajabu ajabu. Akampigia simu detective mwenzie. Hello? Hello? Carl, it's Abby. Carl, mimi ni Abby. We need help. Tunahitaji msaada. Abigail? Abigail? Huyu jamaa anafuatilia. Anafuatilia hiyo simu, ana tracking wapi walipo. Na wasiwasi, huyu detective sio mtu mzuri. Huyu ambaye yuko pembeni yake hapa alikata simu. Can help us. Hawezi kutusaidia. He's never called me Abigail before. Hajawahi kuniita Abigail kabla. Abi? 95% simu imekata. Naambia mtoto wa kike kakata mapema sana. Kwa hiyo huyu bwana kumbe pamoja na ule jamaa mwenzake kule detective walikuwa ni lao moja kumtafuta Abigail. Sasa binti kashtuka. Siku zote anamuita Abi. Lakini leo kamuita Abigail. Kaona huyu bwana aweze kutusaidia. Kwa sababu cha kwanza hajawahi kuniita Abigail hata siku moja. Serious criminal? Then how come they're not chasing him instead of trying to... Lakini nashibaje kumpatikana huyu? Anataka apatikane. They're trying to use our girl as bait. Look, I know you... Sikiliza. Najua wewe uko karibu sana na huyu Abigail. You won this case. Sasa mimi nachokitaji wewe ndio umfuatilie huyu Abigail umpate. Anapewa rungu. Na mzee amemruhusu huyu jamaa afanye kitu bila kujua kwamba huyu mzee ni mbaya. Kumbe na huyu mzee naye pia yupo katika kampuni ya Vortex. Ni msaidizi. Sir, we just lost Jin. Mheshimiwa, mpaka sasa hivi tumeshampoteza Jian pamoja na detective. Hatujui wapi alipo. Ile drone inaendelea kumtafuta. Inaendelea kumtafuta lakini haonekani wapi alipo. Bosi huku sio anafanywa nini maskini. Amewekwa katika ile mashine ya Vortex. Ndio kama ile mashine ambayo aliwekwa Bao ambaye ndugu yake na Jian. My baby, Frank, designed by me and a team of engineers. Unajua hiyo kitu bwana tumeitengeneza mimi na timu yangu. You have any idea what it does? Je, unajua hiyo kitu inafanya kazi gani? Mimi sijui.
lakini inaonekana kwamba ni kitu cha gharama sana. Right, Frank. Uko sahihi, ni kweli. Hicho kitu kina gharama mno. Tena nimetengeneza kwa pesa nyingi mno. See if you can see the screen right here. Can you see that? Sasa umeweza kuona kwenye hii screen hapa? You know what you're looking at right there? Hebu jaribu kuangalia kwa upande hapa. That there's an image of your brain actually. Sasa hiyo ni image ya ubongo wako jinsi ulivyo. Hiyo ndio picha. You're trying to come up with a plan. Ya ubongo wako. Sasa tunajaribu hapo kutengeneza kitu hapa. Anywhere. Huwezi kwenda mahali yote. Wallace, wewe ni mshenzi. Unataka kunifanya nini mimi katika ubongo wako? Your brain on motion. Hebu angalia jinsi ubongo wako unavyofanya kazi. With this instrument. Hapa tunataka tuubadilishe, tunataka tuufanye uwe na akili nzuri, urudi katika mazingira mazuri. Start the injection. Kama ya utoto hivi. No, back off. Just a tiny prick, Frank. Tiny. What you got going into your neck right there? Wanachotaka ni kuhakikisha kwamba wanabadilisha ubongo wa huyu bwana. Tunachotaka si tukubadilishie ubongo wako. Tunataka tukufanye uwe na uimara. What I can do is I can amplify that a little more than 10 times. Then reverse engineer it and put it right back in you, Frank. You know what that allows me to do to you? Wanaweza kumpotezea kumbukumbu, wanaweza wakamfanyia chochote. Ubongo ndio kila kitu. Wanaweza kubadilishia mpaka na tabia. Piga shoti za ukweli. Wanamua. Bwana mlinzi katika kampuni ya Vortex huyo hapa. Wakati ule mdada anakuja katika hili eneo. Sorry, I have a flat tire. Samani, tairi yangu ilikuwa imeharibika. Ni pancha. Unaweza kunisaidia? Okay, but could you help with the car? Unaweza kunisaidia jamani? Na usijali, nimeumia lakini There's a spare in the trunk, I think. kuna spare jamani kwenye hiyo tanki hapo. Huyu jamaa anaamua kumsaidia huyu mtoto wa kike. Lakini ajui anafanya kosa kubwa. Mtoto wa kike anakalia mashine afu yuko vizuri. Yuko vizuri katika masuala ya kompyuta. Oya brother, ni aje? Kampa! Hii inaitwa sucker punch. Alafu akamwingiza muo ndani ya gari. Kuna dakika kutulia hapo. Wakamfungia. Sasa hapa kilichobaki ni kuharibu mifumo yote, wanataka kuingia ndani. Alafu wajaribu kuangalia mpaka kwenye basement, kwenye kamera zote. Kuna nini kinachoendelea? Wameshaona kitu gani kinachoendelea na wapi wapite? Nini kinachoweza kuwa wanaweza kukiepuka ili wasije wakaonekana. Na mwisho wa siku waingie mpaka ndani. Wamekuja kushughulika na kampuni sasa. Wanakuja kutafuta ukweli humu ndani. Mdada hataki kumwacha mshikaji, lazima amsaidie mwanzo mwisho. Wanaenda kusema naye huyu jamaa. Wamemwona yupo katika eneo la CCTV. Yaani kwenye kumbukumbu zote. Surveillance camera router. Wanachotaka ni kuhakikisha kwamba wanataka surveillance cameras. Wanataka zote wazizime. Wachazizima. Sasa wewe bwana, ngoja tukutandike kwanza. Wanazima kamera zote kutoweza kuonekana. Ile ndio kwenye mifumo yote ya urekodiji. What do you mean crashed? Unamaanisha nini? Mambo yameharibika. Hebu tuma ma technician sasa hivi. Kamera hazionyeshi kwamba kuna nini kinachoendelea. Security camera system. Security camera zina tatizo kidogo. Perfect. Anasema perfect. Perfect ndio nini mzee? Frank. Anasema sikiza, hao jamaa wanakuja kumkomboa Frank. Sasa lockdown ni jengo zima. Lifunge jengo zima, tayari nimeshatambua kuna watu wanakuja hapa. Funga jengo zima. Female. I need them taken alive. Sasa nasikia kuna mwanamke amekuja na mshikaji huyo. Sasa tunahitaji wakiwa wazima. Wote wanaswa hao. Hey! Simama! Bwana vitu hatari, shuka wewe. Mama.
was fast. Yeah, it was Mbona imekuwa haraka? passing by. Nimesikia kwamba kuna tatizo hapa. Kuna shida gani? Anasema kamera zote zimezima. Kuna kamera zimezima. Zina matatizo. Zina matatizo ya aina gani? Looking for a place to relieve myself. Too much coffee. Jamaa ni watu wake. Hebu nilete kahawa basi jamani. That's fine. That's fine. Haina shida, haina shida. Poa. Ni watu wake. Hao wanaingia katika sehemu zote kugundua kile ambacho kinaendelea hapa na hata kumkomboa Bruno. Ni mtego, mmekwa mtego. Oyo. Ni kweli wametegwa. Bwana, pumzi sasa zinawakaba. Jamaa wanakuja wakiwa wana vifaa maalum. Hawa wanavuta upepo, wanavuta hewa na mwisho wa siku wanasinzia. Wamewatega waenda wakamkomboe mzee. Amekuja gundua kwamba ndugu yake alikuwa ni mzima wa afya. Bali walimchukua wakamweka katika mtambo, wakamfanya kitu mbaya, wakampiga misindano na hatimaye akapoteza maisha. Hizi ni kumbukumbu ambazo zinampitia kichwani, naye ameingizwa katika mtambo huo wa Vortex. I saw this. Alisema nimeona mtambo. Kill my brother. Nimeona mtambo ambako ndipo mlipomuulia ndugu yangu. Kwa hiyo mnataka kuniua na mimi? Akaambia tulia. Si umejileta mwenyewe. Sasa kuna vitu vingi ambavyo mmeiba. Sikiliza, Sodom Biari, Chief Financial Officer. The number is, give it to me. Nige namba yake huyu jamaa. Nafahamu una uwezo mkubwa sana. Neither could bow till I bought this. But what this little toy allows me to do is exponentially increase your clairvoyance level. Atoe taarifa kamili. Kuna mtu alikuwa anamhitaji na wanataka namba zake. Labda huenda zinaweza kusaidia. Alisema nataka namba tu. Nikipata namba za huyu jamaa, mimi nitamwacha akiwa mzima. A series of numbers. Hizo namba zinaweza kunisaidia mimi kufungua baadhi ya vitu vyangu ambavyo ninavyohitaji. Anything from that photo, and even if I did, I'll never tell you. Alisema siwezi nikapata chochote kupitia picha. Sawa? Na siwezi kukuambia chochote hata kama nitakuwa nafahamu. Siwezi. Sikwambii. Haya, sawa. Tunamuua na ule mtoto wa kike. Na huyu jamaa hapa sasa tunamuulia mbali. Oh. Wewe unataka kutuambia namba tunazozihitaji? Sasa tunawaua wote. Hear the snap, Jen? That's the metacarpal being broken. What my colleague here did is he took his finger and pressed it the wrong way, all the way to his wrist hyperextension. It's very painful. See, you'll give me anything that I want. Unigee chochote kile ninachokitaji. Usiponipa, mimi na wateketeza hao jamaa zako. Power it up. Washa moto. Washa mtambo. Chief Financial Officer for OPEC. Daddy wants to eat me. I'm hungry. Back up, please. Vortex corporate headquarters. Kill it. Mateso ni makubwa kweli kweli, sio mchezo. Dogo anacheka. Umeona nini? Cops.
Nimeona maaskari Coming for you. wanakuja kukushika. Sir. Kweli? Anasema uko sahihi. Maaskari tayari washaingia katika mjengo. Put a chopper on the roof now. Copy. Hebu andaa helikopta hapo juu. Now. Andaa helikopta haraka hapo juu. Andaa helikopta kwenye roof. Kumbe jamaa kumbe sio mtu wao. Amezuga tu. Kumbe ni mtu, kumbe sio mtu wao bwana. Amekuja kuwatetea. Oh, mzee anapambana kule. Haraka wanaandaa helikopta katika roof. Yaani roof kule kwenye kipaa. Maki si gorofa, juu kule kuna sehemu ya kutulia. Anaelekea kwenye gorofa lake juu. Amemteka Abi. Anaenda naye. Alisema nenda kwa nasi. Achana na mimi. Afande huko anajitahidi naye pia. Woohoo! Nilitambua kwamba huyu afande yuko pamoja nao. Kumbe hayuko pamoja nao hata kidogo. Mambo imeshakuwa magumu, anasubiri helikopta bado yuko mbali. Huyu dogo katokea. Huyo hapa huyo. Kimeshanuka. Kuja tuangalie mwanzo mwisho inakwaje. I'll take care of you. Anakumbuka jinsi ambavyo Blaza alivyokuwa anamwambia atamlinda. Atamlinda. Sasa anamwachaje huyu jamaa? Anamwachaje huyu mpuzi? Amemuulia brother yake, amemuumiza bosi wake, na sijui kama amekufa ama la. Lazima alipize. Come on, Jan. You can do it. Hey, you can do it. Unaweza ukatafuta ukajua. You can do it. Baada ya kuonekana bosi kapigwa, kashangamizwa, helikopta ilibidi itimke zake. Ule afande anakuja. Dadiki zako nyewe mmenipiga mpaka nikazimia. Mzana malizana nao. Hey, come here. We're giving you cops. Job, leta pingu. Funga huyo.
Virere nao pia wanakuja. Handa ambao alikuwa anamtisha bosi mwanzo. Wale mtoto wa kike afukuzwe kazi huyo. Leo wanaumbuka hapa. Wanaumbuka kwa sababu biashara zao zote zitajulikana kwamba walikuwa wanasaidiana. Yes. Huyu hapa ndo bosi mwenyewe Thank you, detective. We'll take him from here. We can hold him on kidnapping charges while we look into the rest of his business. Bwana anampa kesi nyingi. Anasema tupeni sisi huyu. Kesi zake huyu ni nzito kidogo. Inabidi apelekwe kunako husika. Mshenzi tu huyo afande. Naona kama wanaenda kumwachia. Carl, can I get back on the Victoria case now? Jan? Can we can find a girl. Tunaweza tukamtafuta msichana wala usijali. You know what? I'll tell the captain that you need a few more days. Nimeshamwambia captain kwamba unahitaji siku kadhaa. Sawa. Kwa nini msiwe pamoja? An excellent pair. Yaani mkiwa pamoja hivi mnatengeneza pair moja bomba sana. Asante. Sasa kilichobaki ni kumtafuta msichana aliyetoweka maeneo ya Bakersfield, California. FBI wanakuja kutinga katika ile eneo. Dogo anasaidia na kutambua kwamba huyo msichana aliyetekwa wapi alipo. Yes, mdada anakuja ili kuweza kumshika mtu ambaye amemteka yule mtoto wa kike. Na mjengo wenyewe ndio huu hapa. Kwa msaada mkubwa wale mtoto yule mchina yule ambaye ni Jian ameonyesha nyumba itakuwa ndio hii hapa. Ametekwa yule msichana. Jamaa anakuja kushtuka, wameshavamiwa na FBI. Alikuwa amepiga usingizi na kwa chini ulinzi mzee. Dogo amefanya makubwa katika kesi ya kumpata mtoto wa kike aliyetoweka katika mazingira tata sana. Amenyosha maelezo mpaka hapa kwamba atakuwa ametekewa hapa. Amefuata zile hisia zake na hatimaye zimemtambulisha kwamba binti aliyetekwa hii nyumba ndipo alipo. Sasa wanaingia ndani haonekani mtu. Victoria? Victoria? Wanakuja kumwona Victoria hapa. It's okay. It's okay. Usijali, kila kitu kiko sawa. Tumeshakupata. You are safe. You are safe. Uko salama sasa. Wanamkomboa Victoria. Ni kabinti kadogo sana. Kabinti kadogo mno. Kana miaka kama 13 hivi. Amempata. Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. This is Brooke. She'll take care of you. I promise. Come on. I'll take it from here. Sio mshukuru vipi huyu? Congratulations, detective. Hongera sana detective. Just contact me just now. Bana, makamanda wamenitaarifu kwamba tunakuomba uje kujumuika na sisi katika timu yetu. But Asante, lakini msaada mkubwa ni kutoka kwa huyu mwana mdogo hapa. Naambia tena huyu naye pia tunampa ofa. Ajumuike na sisi. Wanamhitaji huyu mwana mdogo ajumuike katika kundi lao. Your choice. Kitengo kikubwa sana ambacho wa jamaa wapo. Kwa hiyo wanamhitaji pia. Hawezi kuja ofisini. Asio na shida. Hapa ndipo alipozikwa ndugu yake Bao. Basi walikwenda katika kaburi. Anaitwa Bao Wang. Naye anaitwa Juan Wang. He doesn't like you. Ulikuwa nami kipindi chote. Niite DJ Mark, niite J Machine, mzee idara ya Acheche Production, kama kaus, kama da, kama kawaides. Dogo anakumbuka jinsi walivyotengeneza pesa na jinsi walivyokwenda kutumia na jinsi walivyomuuza baba. Kamanda yake ameshaamka. Anamuita. Bwana, twenzetu huko. Hahitaji kijana wake ajumuike na timu yote. Yeye ndiye atakayeendelea kuwa naye. Timu moja. Bwana, sisemi mengi zaidi ya kwamba nimemaliza sasa filamu hii. Bomba sana kutoka idarani Acheche. Mimi niite DJ Mark J Machine, mzee idara ya Acheche, namaliza kazi kama hivi. Naam, tutakutana tena katika vigongo vijavyo. Nimemaliza kazi. Ciao.